Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi na kibali kuiona siku nzuri ya leo ya Jumatano. Mungu ametulinda, ametupigania usiku kucha. Kipekee nichukue nafasi hii mtumishi wa Mungu karibisha kwenye ibada yetu Mapambazuko, anza siku na Mungu. Karibu sana kwenye ibada hii nzuri ya kila siku asubuhi. Tunaanza hapa kila siku asubuhi kwanza na Mungu. Lakini asubuhi ya leo natamani tuwe tukaungane tukamshukuru Mungu kwa pamoja. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya matendo makuu aliyoyatenda kwetu. Ametulinda usiku kucha, ametuma malaika zake, wamefanya kituo kwetu. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya ulinzi. Twende mbele za Mungu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya nafasi na kibali ambacho umetupa tena kuiona asubuhi ya leo Bwana, siku nzuri ya Jumatano. Tumeuona mkono wako Mungu wetu na Baba yetu, umetuchunga, umetulinda usiku kucha. Asante kwa ajili ya uliwatuma malaika zako wakafanya kituo kwetu, wakatutunza na kutulinda usiku kucha. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya familia zetu, asante kwa ajili ya ndugu zetu. Hatujapokea taarifa yote iliyo mbaya. Mungu umeendelea kuwatunza na kuwalinda katika jina la Yesu Kristo. Ninanyenyekea kwa asubuhi ya leo Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya msikilizaji na mtumishi wako huyu Bwana, na mtumishi wako aliyo kwenye ibada hii Baba, ninatubu kwa ajili yake katika damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili ya kila nafsi inayosikia sauti hii Bwana. Ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba toba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba toba kwa ajili ya binti huyu na kijana huyu. Roho Mtakatifu, karibu sasa utuhudumie kwenye ibada hii. Neema yako na upako wako uwe pamoja nasi, nguvu zako na uweza wako utawale mahali hapa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee tuendelee kumshukuru Mungu. Leo ni siku yetu ya 3. Tumeendelea kumuona Mungu akitufundisha. Nimeendelea kupokea simu za watu mbalimbali ambao wanaendelea kusema kwa habari ya kufunguliwa, kuponywa. Lakini moja ya vitu ambavyo tunatembea navyo ni somo ambalo tunatembea nalo kusema kushughulikia madhabahu za uharibifu zilizopo kwenye maisha yetu. Kushughulikia madhabahu za uharibifu zilizopo kwenye familia zetu. Zingine zipo kwenye familia zetu, zingine ni maeneo tunaofanyia kazi. Kwa ni maombi ya kushughulikia hizo madhabahu. Sasa leo nikamwambia tutaendelea na somo letu mbele kidogo. Leo tutaangalia vitu kadhaa vinavyoiunda madhabahu. Yako mambo 7 yanayoiunda madhabahu. Madhabahu kama madhabahu. Yaani madhabahu yoyote ili itwe madhabahu. Napozungumzia madhabahu iwe ni katika Mungu, katika Yesu Kristo, ama madhabahu za miungu mingine. Naposema miungu mingine kwa waganga kule. Madhabahu yoyote lazima iwe na mambo makuu kama 7. Haya ni mambo ambayo yatakusaidia mtumishi wa Mungu ili hata ukiingia kwenye maombi ujue pa kupiga. Kuna watu wengine nasema, mtumishi wa Mungu, nilivunja madhabahu, mbona mambo bado yako pale pale? Nikamwambia no. Ulivunja, lakini hukujua principles za kuvunja hizo madhabahu. Sema amen. Jamani, haleluya. Sasa kuna mambo kama 7 ya kujifunza, na leo tutajifunza, na Mungu alitupa neema tutagusa kidogo kwenye eneo la kwanza. Jambo la kwanza, madhabahu yoyote ili itwe madhabahu lazima awepo Mungu wa madhabahu. Madhabahu yoyote ili itwe madhabahu, iwe ni Mungu katika Yesu Kristo ama miungu mingine, madhabahu yoyote lazima pawepo na Mungu wa madhabahu au miungu ya madhabahu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwenye madhabahu yoyote lazima awepo kuhani ama mtumishi anayehudumia hiyo madhabahu. Kwa upande wa shetani wako waganga, wako wasihiri, wasoma nyota na watu wengine. Hao ndio makuhani wa kipepo wanaosimamia zile madhabahu ama zile wanaongoza ibada kwenye hizo madhabahu. Kwa upande wa kwetu katika huku tuna wachungaji, tuna mitume, tuna maaskofu, hao ndio tunaita makuhani. Tuna wana maombi, wako ndio tunaita makuhani, wanaongoza ibada kwenye hiyo madhabahu. Lakini jambo la tatu, kwenye madhabahu yoyote lazima pawepo na sadaka au kafara. Hakuna madhabahu ambayo haina sadaka wala kafara. Lakini jambo la 4, nisikilize kwa makini. Jambo la 4 lingine ambalo linaiunda madhabahu ni nguvu ya madhabahu. Madhabahu yote lazima iwe na nguvu, iwe na upako. Hakuna madhabahu ambayo haina nguvu. Hata madhabahu za miungu mingine pia zina nguvu, na ndio maana watu wanazikimbilia. Naposema nguvu, madhabahu yote lazima iwe na nguvu ya madhabahu. Kwa jambo hilo ni jambo lingine ni nguvu ya madhabahu. Lakini jambo lingine pia, kwenye madhabahu yote lazima pawepo na washirika ama waumini. Haiwezi kuwa madhabahu kama haina washirika au waumini. Kwa kuna washirika au waumini kwenye madhabahu yoyote, iwe ni upande wa shetani ama iwe upande wa Mungu aliye hai. Kwa lazima kuwe na washirika ama waumini. Lakini jambo lingine pia, kwenye madhabahu yoyote lazima pawepo na kitu kinachoitwa mavazi. Madhabahu yote lazima iwe na mavazi. Naposema mavazi ama vitambaa, inawezekana ni mavazi, na ndio maana hata waganga pia wanapoenda kwenye vilinge vyao kuna mavazi maalum ambao wanayavaa. Lakini pia kuna vitambaa ambavyo viko kule kwa upande wa waganga viko, na upande wa kwetu kama kanisani pia viko vitambaa, na nitakuelezea kazi ya hivyo vitambaa. Lakini pia kwenye madhabahu yoyote lazima pawepo na kiti. Kwa upande wa shetani wanaita kigoda
au mkiti, hivyo wanaita kiti, ama kwa upande wa kwetu pia kiti. Kwenye madhabahu yetu lazima pawepo na viti na pawepo na kiti. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo 7 yanayoiunda madhabahu. Sasa leo nataka tuangalie kwa ufupi kidogo eneo la kwanza la Mungu wa madhabahu. Kazi ya Mungu wa madhabahu, kazi ya Mungu wa madhabahu kwenye madhabahu, yani uwepo wa Mungu kwenye ile madhabahu anafanya kazi gani? Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu kwenye madhabahu yoyote anataka kuabudiwa. Kwa Mungu yoyote ambaye unamuona yuko kwenye madhabahu, iwe ni upande katika Yesu Kristo kwenye madhabahu hapa kama kanisani ama kwenye ibada yoyote, lazima pawepo na Mungu wa madhabahu. Na kazi ya Mungu wa madhabahu ni kuabudiwa, anataka abudiwe, ndo uwepo wake pale. Lakini kazi ya pili ya Mungu wa madhabahu ni kutoa baraka kwa watu wanaomwabudu huyo Mungu. Kwa Mungu wa madhabahu kazi yake anatoa baraka, anaachilia baraka. Lakini pia kazi nyingine ya Mungu wa madhabahu, anawalinda watu wanaomwabudu, anahakikisha ulinzi kwa watu wanaomwabudu. Jamani, haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 7, labda nisome kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 7. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 7. Nisome haraka haraka kwa sababu ya muda wetu. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi. Kuanzia ule mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, na yajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Wafilisti wa Misri, niwapandishe kutoka nchi na hata nchi njema, kisha panda nchi ijayo maziwa na asali, na hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mhivi na Mperezi na Myebusi. Kwa kazi ya Mungu wa madhabahu, yeye ndo anayehakikisha ulinzi, anawalinda watu wanaomwabudu huyo Mungu wa madhabahu. Kwa hata sisi tuko kwenye madhabahu hii, lengo la uwepo wetu mahali hapa ni kulindwa na Mungu wa huyo madhabahu, kumwomba Mungu kwamba Mungu tulinde, Mungu tutetee. Na ndio maana anasema pia kwenye ile Zaburi ya 34:7, nisikilize kwa makini, Zaburi ya 34:7 anasema, malaika wa Bwana wafanya kituo wakiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Kwa kazi ya Mungu wa madhabahu, yeye ndo anayehakikisha ulinzi kwa watu wanaomwabudu. Jamani, haleluya. Kwa Mungu wa madhabahu hii madhabahu tulioko hapa, kazi ya Mungu wa madhabahu hii, yeye ndo anayehakikisha ulinzi kwetu. Lakini jambo la pili, yeye ndo anayetoa baraka, anatubariki yeye. Tunapotoka, tunapoingia, anatubariki. Kwa nini? Kwa sababu amesema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nisikilize kwenye eneo la kubarikiwa, Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mlango ule wa kwanza, anasema, endapo kimsikiliza Mungu kwa bidii na kuyatenda yote kuagizayo, ndipo baraka hizi zote zitakujia. Kwa Mungu wa madhabahu pia anatubariki tunapoingia, tunapotoka. Lakini pia Mungu wa madhabahu ndo anayehakikisha ulinzi pia. Jamani, haleluya. Lakini jambo la pili, jambo la tatu, kazi nyingine ya tatu ya Mungu wa madhabahu, ya 4, nimekwambia kazi ya kwanza ni kuabudiwa, kazi ya pili ni kutoa baraka na kuwalinda watu wanaoabudu, hiyo ni ya 3. Lakini jambo la 4, Mungu wa madhabahu yeye ndo anayeweka agano na watu wanaomwabudu. Kazi ya Mungu wa madhabahu, yeye ndo anayeweka agano na watu wanaomwabudu. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 23, Kutoka sura ile ya 20 mstari wa ukianzia ule mstari wa kwanza, anasema, mimi ni Mungu mwenye wivu na wabatiliza wana maovu, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha wanichukiao. Kwa Mungu pia anakuwa na wivu. Kwa nini? Kwa sababu anapoweka agano na wewe, alafu katoka hapo kaenda kuweka agano na miungu mingine, Mungu huwa anakuwa na wivu, anakuwa na hasira. Kwa kazi ya Mungu wa madhabahu pia anaachilia adhabu baada ya kuona watu walioweka nao agano wamekengeuka. Jamani, haleluya. Na ndio maana nasema mimi ni Mungu mwenye wivu na wabatiliza wana maovu, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4 cha wanichukiao. Kwa kazi ya Mungu wa madhabahu ni kuachilia baraka kwa watu wanaomwabudu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa Mungu wa madhabahu kazi yake ni kuabudu. Uwepo kwenye ile madhabahu kwanza ni kuabudiwa. Jambo la pili ni kutoa baraka kwa watu wanaomwabudu. Jambo la tatu ni kuhakikisha ulinzi kwa watu wanaomtumikia. Na ndio maana ukisoma pia Zekaria, nakupa maandiko mengi kidogo, Zekaria 2 ule mlango wa 8, anasema, awagusae ninyi amegusa mboni ya jicho la Mungu. Kwa Mungu wetu jicho la Bwana. Kwa Mungu wetu yeye anatulinda kama mboni ya jicho lake, anahakikisha ulinzi kwetu. Ukisoma pia Zaburi, nakupa maandiko mengi ili asubuhi leo unapoondoka hapo uwe na upako na maombi na maandiko ya kusimama nayo. Kitabu cha ile Zaburi ya 7 mlango ule wa Zaburi ya 17 mlango wa 8, anasema malaika wa Bwana wanafanya kitu, anasema hao malaika wa Bwana watawaficha kwa mbawa zake, watawafunika, awagusae nyinyi amegusa mboni ya Bwana. Kwa wewe mtumishi wa Mungu unanisikia sauti hii, wewe madamu unamwabudu Mungu aliye hai, huyo Mungu atahakikisha ulinzi, atakulinda.
atakutetea dhidi ya maadui, dhidi ya miungu mingine. Kwa unapozungumzia kwamba Mungu wa madhabahu ndo anayewalinda, hata wanaoabudu miungu mingine, ile miungu pia inawalinda, inahakikisha wasitoroke. Na ndio maana mtu kama aliwahi kwenda kwa waganga, hata kama utamwambia kitu gani, bwana usiende kwa waganga, atashikiliwa huko, atakamatwa akili. Hata ungemwambia bwana waganga ni matapeli, hata kuelewa. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ile miungu haiwezi kukuruhusu katoka kwenye ile madhabahu. Jamani, haleluya. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Sifa kazi tumesema kwenye madhabahu pia panakuwa na kuhani wa madhabahu. Nataka nimseme haraka kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu, tunaposema kuhani ni mtumishi. Na kazi ya kuhani wa madhabahu, kazi yake ni kuongoza ibada kwenye hiyo madhabahu. Ni kuongoza ibada kwenye hiyo madhabahu. Kwa mimi kama mchungaji, kazi yangu mimi ni kuongoza ibada kwenye hiyo madhabahu. Kazi ya pili ya kuhani wa madhabahu, kazi ya pili, yeye ndiye anayeweza kumpambanua Mungu wa madhabahu yake anataka nini kwa watu wanaomwabudu. Kwa lugha nyingine, yeye ndo anayewakilisha Mungu kumsemea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hana kinywa, Mungu hana mdomo. Alichokifanya, kaamua kutengeneza makuhani wake, wao ndo wanasema kwa niaba yao. Na ndio maana niliwaambia watu mahali fulani, ukigombana na kuhani wako, ukigombana na mchungaji wako, umegombana na Mungu wako. Sema amen. Kwa nini? Kwa sababu kuhani wa madhabahu ndo anayemwakilisha Mungu, ndo anayesema kwa niaba ya Mungu. Kwa mtumishi wa Mungu anaweza kasimama kape, jamani, Mungu ameniambia tufanye hiki. Watu kainuka, bwana Mungu, mbona kwa nini aseme na wewe tu? Na hata pia kwenye Biblia wako watu ambao walimpinga Musa kwenye kitabu cha Hesabu. Maandiko yanasema Miriam akainuka akampinga Musa, akasema haiwezekani Mungu aseme na wewe tu. Akampinga Musa. Maandiko yanasema kwa sababu ya kumpinga Musa akapigwa Miriam kwa ukoma. Kwa kazi ya mtumishi wa Mungu ni kumpambanua Mungu wa madhabahu kwa watu wake na kumwelezea Mungu kwa watu wake. Lakini jambo lingine la tatu la kuhani, kazi nyingine ya tatu ya kuhani, yeye kuhani ni kama daraja. Anachukua changamoto za watu, anazipeleka mbele za Mungu. Na anachukua mahitaji ya watu, anayapeleka mbele za Mungu. Lakini pia anabeba majibu kutoka kwa Mungu, anayaleta kwa watu. Na ndio maana kuhani, ama kwa mfano mimi mchungaji, naweza nikaweka mkono juu ya binti ambaye ana mapepo, au kijana au mtu yoyote mwenye mapepo. Nikiweka tu mkono juu yake, mapepo yanalipuka. Kwani kwa sababu nguvu za Mungu zinatoka mbinguni, kwenye ulimwengu wa roho, zinakuja kwangu, zinaingia kwa huyu mtu anafunguliwa. Kwa kuhani ni daraja. Jamani, haleluya. Lakini taarifa njema ambayo nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, maandiko yanasema kwenye Ufunuo wa Yohana, na ndio nataka tuingie hapa kwenye maombi. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo wa Yohana, alafu tuingie kwenye maombi. Ufunuo wa Yohana sura ya 5, mlango wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo wa Yohana sura ya 5, mlango wa 9 na 10. Maandiko yanasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Ukisoma hili andiko kwenye Agano la Kale, Mungu aliamua kujichagulia makuhani, yani watu ambao wangekuwa wanasimama madhabahuni pake. Mungu alijichagulia. Wakati Yakobo amepata watoto, kumbuka Yakobo alikuwa na watoto 12. Nisikilize kwa makini kidogo. Yakobo alikuwa na watoto 12. Wale watoto 12 Mungu akaamua kuchagua watoto wawili. Akasema watoto wawili hao nitapitisha ufalme wangu. Akamchukua mtoto mmoja anaitwa Lawi. Huyu Lawi akampa nafasi ya ukuhani. Akasema wewe Lawi na watoto wako, wao watahudumu madhabahuni. Watafanya kazi ya kuhudumia watu. Ndio maana kuna kitabu kinaitwa kitabu cha mambo ya Walawi. Kuna mambo ambayo walikuwa wanayafanya Walawi. Ndio maana ukisoma kile kitabu, mara chinja, mara fanya hiki, walikuwa wanatoa sadaka. Wao ndio walikuwa wanaitwa makuhani. Jamani, haleluya. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Kwa kuhani alikuwa anatokea kwenye kabila la Lawi. Kwa ulikuwa uruhusiwi mtu mwingine kwenda kuongoza ibada kama sio kabila la Lawi. Lakini pia akachagua mtoto mwingine anaitwa Yuda. Yuda akasema wewe kwako watatokea wafalme. Kwa taifa la Israeli wakitaka mfalme wanachagua kwenye ukoo wa kina Yuda. Akitaka mfalme anatoka kwenye ukoo wa Yuda. Sasa Yesu alipokuja Agano Jipya, akaangalia, akaingia karuni, wale Walawi waliopewa kazi ya kuongoza ibada, waliopewa kazi ya kumhudumia Mungu kwenye ile madhabahu, kuwahudumia watu wake, wakageuza ile kazi kuwa biashara. Na ndio maana Yesu alipoingia hekaruni kwenye ile madhabahu ambao watumishi wa Mungu walikuwa nakaa na hudumu, wale makuhani, akagundua, akakuta wamejaza ng'ombe, wamejaza kondoo, wamejaza kuku, wamejaza njiwa. Akapindua meza, akasema nyumba ya baba yangu mnaifanya kuwa nyumba ya waranguzi. Maandiko yanasema, Yesu Kristo anasema nitaivunja nyumba hii kwa siku moja na nitaijenga kwa siku 3. Maandiko yanasema wakashangaa, akasema hili jengo limejengwa miaka na miaka, leo utavunja kwa siku moja, utajenga kwa siku 3.
Maandiko yanasema Yesu akawa anazungumza kwamba mimi kuanzia leo nitaondoa utaratibu wa kuwa Mlawi ndo awe kuhani, bali yoyote atakayenipokea mimi Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninampa nafasi ya ukuhani. Kwa lugha nyingine, ndio maana tunasoma Ufunuo Yohana, maandiko yanasema Kristo akajitokeza akasema, nitenda duniani mtu yoyote atakayenikiri mimi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, nitampa nafasi ya ukuhani. Tena siishi tu kumpa nafasi ya ukuhani, nitampa na nafasi ya ufalme. Jamani, haleluya! Ndio maana anasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na taifa, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme. Kwa wewe mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, so long as umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu amekupa cheo cha ukuhani. Ndio maana anasema akawanunua, sio Walawi tena. Unaweza ukawa Mnyakyusa, ukawa Mpale, ukawa Mchaga, Mungu akakutumia kama kuhani kwa ajili ya familia yako. Na kuhani ni mtu ambaye anaomba kwa ajili ya familia, anaomba kwa ajili yake, na Mungu anamsikia. Na mimi nataka tuombe leo kama makuhani wa familia. Sio kama mnanielewa, makuhani wa familia. Hebu jipige kifua, mwambie mimi ni kuhani wa familia. Jigonge kifua chako, mwambie mimi ni kuhani wa familia. Nataka nikufundishe kuomba kikuhani. Asubuhi leo nitakufundisha jinsi ya kuomba kikuhani. Nifuatishe maombi haya, nitakufundisha jinsi ya kuomba kikuhani. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi leo. Nimelisikia neno lako kwa habari ya vitu vinavyoiunda madhabahu. Nimegundua kwenye madhabahu yoyote lazima pawepo na Mungu wa madhabahu, lazima pawepo na kuhani wa madhabahu, lazima pawepo na sadaka ya madhabahu, lazima pawepo na kiti cha madhabahu, lazima pawepo na vitambaa, lazima pawepo na nguvu ya madhabahu, lazima pawepo na washirika, lazima pawepo pia Bwana na sadaka. Asubuhi ya leo na majira haya Bwana, ninakusina, ninakuomba Mungu wangu na Baba yangu, mimi nasimama kama kuhani kwa ajili yangu na familia yangu, na nimejifunza kazi ya Mungu wa madhabahu, anaachilia baraka kwa watu wake. Lakini pia nimejifunza kazi ya kuhani kwenye madhabahu, yeye ni daraja, anaunganisha kati ya Mungu na familia yake. Nami nasimama leo kama kuhani wa familia, ninaomba toba kwa ajili ya familia yangu kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa ajili ya ukoo wangu. Kama kuna makuhani wa kipepo waliojenga madhabahu za waganga, wakachinja makafara, wakatoa masadaka, wakaimarisha hizo sadaka zao, wamesimama kama makuhani. Yamkini ni babu yangu amesimama kama kuhani, anaongoza madhabahu, anaongoza ibada kwenye madhabahu za ukoo, iwe ni kutambika, iwe ni kuchinja, iwe ni kutoa makafara. Mimi ninasimama leo kama kuhani kwa Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba toba kwa ajili ya makafara yao walioyatoa kwenye miungu yao, kwenye madhabahu zao, kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa ajili ya babu mzaa baba, ninaomba toba kwa ajili ya bibi mzaa baba. Yale mabaya yote yaliyotembea kutoka kwa babu mzaa baba na bibi mzaa baba yakaja kwa baba, yakaja kwangu mimi, hayo maroho ya kukataliwa, ya kudharauliwa, ninatubu leo kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba pia kwa ajili ya bibi mzaa mama na babu mzaa mama. Kama kuna roho ya aina yoyote iliyojengeka kwenye ulimwengu wa roho kutoka kwenye madhabahu za ukoo upande wa mama, leo ninatubu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu nasimama. Hebu sema hayo maneno, sema: ninasimama kama kuhani kwenye ulimwengu wa roho. Kila mabaya yaliyoachiliwa kwenye familia yetu, naipeleka damu ya Yesu ikaondoe hiyo laana ya kukataliwa iliyoachiliwa kwenye madhabahu za miungu ya ukoo upande wa baba, ile laana ya kutokuoa, kutokuolewa, laana ya ulevi, laana ya kukataliwa, laana ya magonjwa. Nasimama mimi kama kuhani wa familia, naipeleka damu ya Yesu, iwe ni kijijini, iwe ni mjini, kokote ambako adui uliweka madhabahu, iwe ni kazini, kokote ambako adui uliweka madhabahu. Nasimama kama kuhani, ninasimama kama kuhani, nainyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hebu ipeleke damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu kwenye ofisini kwako, peleka damu ya Yesu kila eneo, peleka damu ya Yesu kwenye biashara, peleka damu ya Yesu kila kona, peleka damu ya Yesu kila eneo. Waambie nafuta kabisa kila masadaka na makafara yaliyowahi kutolewa kwa siri. Mimi kama kuhani nafuta kwa damu ya Yesu. Simama kama mfalme, mwambie navunja, na ngoa, na bomoa. Nimekwambia Yesu alipopigwa msalabani akatupa nafasi ya ufalme. Mfalme ni mwenye mamlaka, kataa kabisa. Waambie hakuna kufa, hakuna kuharibikiwa. Ninavunja hizo madhabahu, ninapiga hizo madhabahu, na mpiga huyo kuhani wa kipepo anayeongoza ibada kwenye miungu ya kifamilia, na vunja connection zao. Hawataniona mimi wala familia yangu katika jina la Yesu Kristo. Na atoa tangazo kama kuhani, kama mfalme, hakuna yoyote
kuhani wa kipepo atakayeinuka na kututaja majina yetu kwenye madhabahu zao. Hakuna mfalme yote atakayeinuka kutushikilia kuanzia leo. Tunafunga connection zao, hamtatuona. Tunawapiga upofu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mungu akutunze. Kesho tena tutaendelea, Mungu akitupa nafasi. Somo ambalo tunaendelea nalo ni hili. Kesho tutaenda kuangalia kazi ya sadaka kwenye madhabahu. Kazi ya sadaka kwenye madhabahu. Na Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Uwe na asubuhi ya baraka na neema, na Mungu akubariki. Amen.